kuwa consistent with whatever you are doing, na chochote unachofanya ni lazima utambue nguzo moja inaitwa walking with God. Watu wengi ambao wamekuwa consistent katika maisha yao, consistent in the business, consistent in their career, consistent in their givings, in the gifts, you will find most of them in the Bible, they developed an attitude or a principle of walking with God. Kwa hivyo leo nataka kwa sasa nitawapatia ikafu kidogo kwa sababu ya wale hawakuwepo katika ibada ya kwanza, na niende kwa ile pila ya pili, maana hiyo ndio nataka niendele sana ili niweze kutamatisha, na Mungu anisaidie kwa muda ambao tuko nao. Kwa hivyo pila ya kwanza katika maisha ya mteule inaomsaidia aweze kudumu, aweze kuwa consistent, aweze kuwa na longevity. Maana chochote Mungu amekupatia, Mungu akupatii kitu akuonjeshe, Mungu akupatii neema akuonjeshe, Mungu anakupatia neema fulani uishi nayo. Chochote Mungu anachokupea, huwa Mungu si kama wanadamu. Kama tunaita kubelia, unapea mtu kitu na akinyosha mkono unarudisha. Unahitaji kwenu? Uliza jirani yako, kwenu hii na mtu amechukua unarudisha, mnaita aje kwenu? Kuzelia. Ni kuzelia hiyo. Bwana asifiwe. Na kwa unyango unapea mtu na unatorosha mkono kabla hajachukua. Wewe ni boti. Okay? My goodness. I have so many botis here. Bwana Yesu apewe sifa. Atoja. Anton, what do you say? Ile unapea mtu kitu na akichukua kunyonyea. You see, kunyonyea. Si kunyonyea. Bwana asifiwe. Wengine mama wanasema kunyonyesha. Hapana, si kunyonyesha, ni kunyonyea. Praise the name of the Lord. Sasa Mungu wetu anyonyeshi watu. Mungu akupatii kitu ili akukejeli. Kwa Kiswahili inaitwaje? Praise the Lord. Mungu anapokusudia kukupatia chochote maishani, huwa anakupatia kiwe chako na kizazi chako. Lakini huwa unapata ya kwamba watu wengi wanasaliwa wanapata historia kwao, vile babu yao alikuwa tajiri, vile babu yao alikuwa chief, vile babu yao alikuwa famous. Unapata na inakuwa ni historia hiyo kitu. It is no longer a reality in the family. Why? Huwa katika hiyo familia ama katika maisha ya watu wanakosa ile longevity maishani mwao, na ni mapenzi ya Mungu kuwe na longevity, kuwe na kudumu na kukaa. Chochote umepokea kwa Bwana kiwe kinaweza kaa kwa muda mrefu. Jina la Bwana libarikiwe. Na pila moja ambayo inazalisha longevity ni kutembea na Mungu. Kutembea na Mungu. Kutembea na Mungu. Kutembea na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Katika chochote ulicho nacho, maisha yoyote ulio nayo, kipawa chochote ulicho nacho, ili kiweze kukaa kwa miaka mingi, na hiyo kipawa unaweza kiachia kizazi chako, ili uwe unaweza kuridhisha watu wenu, kizazi chako, ni lazima kuwe na pila moja maishani mwako, inaitwa kutembea na Mungu. Walking with God. Praise the name of the Lord. Naomba nipatiwe 2 Kings chapter 23. Nipatie 2 Kings verse 23.
3 verse 3. Thank you, Lord. Give me new. Okay, let's read this. Let's read this version, but you also give me New King James. The Bible says, the king took his place of authority beside the pillar and renewed the covenant in the Lord's presence. Let's begin there. Wacha tuanze pale. The Bible says the king took his place of authority beside the pillar and renewed the covenant in the Lord's presence. He pledged to obey the Lord by keeping all his commandments, laws, decrees with all his heart and soul. In this way, he confirmed all the terms of the covenant that were written in the scroll, and all the people pledged themselves to the covenant. Give Jesus a good hand clap. Biblia inasema ya kwamba, maandiko inasema ya kwamba mfalme akachukua mahali pake pa mamlaka katika nguzo na akawisha upya agano la Bwana, agano katika uwepo wa Bwana, kumtii Bwana na kuhifadhi sheria zake. Jina la Bwana lipewe sifa. Nipatie New King James. New King James. There is something I want to capture. The Bible says, then the king stood by a pillar and made a covenant before the Lord to follow the Lord and keep his commandments. My key words there is the pillar and the following. Praise the Lord. Hallelujah. Some other interpretations of the Bible, versions of the Bibles, they say walking with the Lord. You can check one of the versions of the Bible, but for now we can deal with the King James, New King James. Maandiko inasema ya kwamba mfalme akasimama katika pila na akaweka agano kumfuata Bwana na kuhifadhi sheria zake. Mfalme akaweka agano in the pillar. He stood in the pillar and he covenanted with God to follow the Lord and to keep his commandments. Listen. Following God or walking with God is one of the strongest pillars for longevity in people's lives. Bwana Yesu asifiwe. Mojawapo ya nguzo za kupatia mtu utele ama kumbaki muda mrefu kwa chochote alicho nacho ama chochote alichopokea. Nguzo moja ya kukusaidia kuhifadhi na kudumu katika rehema za Bwana ni pila ya kufuata Bwana ama kutembea na Bwana. Kwa hivyo mfalme huyu akaweka agano na akiwa katika ile pila, akiwa katika lile nguzo, akaweza kuweka agano na Bwana ya kwamba atamfuata Bwana, ya kwamba atatembea na Mungu,
ya kwamba atakwenda na Mungu katika maisha yake. Na sasa katika maisha haya, ili kuwe na longevity katika maisha yako, ni lazima uweke angano ya kutembea na Bwana. Wale watu wameweka angano na Mungu kuenda na yeye, wako na urahisi 100% ya longevity maishani mwao. Longevity ya maisha marefu, longevity ya biashara, longevity ya kipawa chako, longevity ya mafanikio yako. Kutembea na Bwana ni funguo, ni nguzo la kusaidia mtu kubaki katika neema. Ndiyo maana leo hii unaweza kutana na mtu anakushuhudia, unaweza kutana na wale mababa wa imani, wale wazee wamekaa kwa wokovu miaka mingi, anakuambia ya kwamba mimi niliokoka mwaka wa 1932, 1940, 1960, na huyo mtu hata wa leo unapata ya kwamba ni consistent, unapata ya kwamba bado anaendelea. Ni vyema sisi katika kizazi chetu tujiulize, mimi tangu niokoke niko na miaka 5 tu, lakini ninasikia ninaishiwa na nguvu, ninasikia ninafungukiwa na neema. Mimi ni tangu niokoke ndio niko na miaka 2, lakini ninasikia kuchoka. Na kuna watu wana miaka 70 tangu waokoke, na bado ukipata hao wazee, unapata huyo mtu ana nguvu na morali yote ya kuishi katika Kristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna nguzo walitambua katika maisha. Brethren, we must identify the pillar of walking with God. The Bible says this king stood on the pillar and he renewed the covenant. He made a covenant. Some other version says he renewed the covenant. Some other version says he made a covenant before the Lord to follow the Lord and to keep his commandments. Na maandiko inasema ya kwamba alifanya hivyo with all his mind. The Bible says to keep his commandments, his testimonies, his statutes with all his heart and all his soul, to perform the words of this covenant that were written in this book. And all the people took a stand for the covenant. Listen, in the kingdom of God there are pillars. We must take our stand in those pillars. For longevity in your life, for longevity in your career, for longevity in your health, you must allocate yourself. You must take a stand to the right pillar. And one of the pillars is the pillar of walking with God. Nataka kuishi maisha marefu, find yourself to the pillar of walking with God. Unataka msaada wa Mungu, identify the pillar of walking with God, na uhakikishe ya kwamba hii pillar ni moja ya pillars za maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna pillar nyingi, lakini pillar moja ambayo haupaswi kukosa maishani mwako ni ile pillar ya kutembea na Mungu. Umwambie Mungu, hata watu wote wakatai kutembea na wewe, mimi nitatembea na wewe. Hata nani ya kukatai katika jamii yangu, mimi Bwana nimekula kiapo ya kutembea na wewe. Hii inaitwa nguzo la longevity, nguzo la kudumu muda mrefu, nguzo la kuendelea miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Tukiomba hapa siku ya Friday kesha, Roho wa Bwana alikuwa ananihudumia, akinifundisha na kunikumbusha ya kwamba tuna hizi nyakati ambazo watu wengi wanaendelea kuibiwa the potential of longevity in their lives.
Tunaishi nyakati ambazo wateule wengi, Wakristo wengi, wahubiri wengi, waimbaji wengi, waombaji wengi wanaendelea kuibiwa, wanaendelea kunyang'anywa the potential of longevity. Na ndiyo sababu unapata mtu leo ako sawa, kesho unampata ni mtu wa tofauti sana. Unapata leo mtu anafanya kazi ya Bwana kwa bidii, baada ya miaka 2 unapata amelewa chakari, ni mlevi, mtu amekuwa malaya, mtu amekuwa mwizi, mtu amekuwa potofu. Mnashangaa huyu ni yule fulani ambaye alikuwa wa msaada hivyo, aliibiwa uweza wa kudumu. Na wateule katika nyakati zetu lazima tupiganie the potential of longevity in our lives. Mwana asa nonginamu ukitie kuikalanga kwa. If you don't take your position, if you don't position yourself to the right pillars, you can lose your longevity anytime. And you know the will of God ni kwamba wale watu amewaaminia neema fulani, hata miaka 50 inayokuja wawe na hiyo neema. Wale wamepewa uombezi baada ya 50 years wawe bado wanaomba. Tunasoma katika fungu la 2 ya Luka juu ya mama anaitwa Hana, mama ambaye amekuwa consistent for 74 years. For 74 years akiomba hekaluni, hajawahi choka, hajawahi kata tamaa, hajawahi fukuzwa na umbu kwa mkesha, hajawahi dhoofishwa. Na mwenzake anaitwa mzee Simon, ako pale hekaluni miaka na miaka, mpaka hatimaye Kristo anazaliwa, anamshika mkononi, anasema sasa mtumishi wa Bwana anaweza kwenda kwa amani, maana nimeona wokovu wa Israeli. Kwa nini? Watu hawa walikuwa na neema ya kudumu. Kuna kitu, kuna siri walijua ya kuwahifadhi na kuwaweka, ambao hawakuchoka, hawakuzeeka, hawakudhoofika, hawakuishiwa na nguvu. Mbona sisi tunaanza na baada ya miaka michache tunakata tamaa? Mbona sisi tunaanza na muda usio mrefu tunachoka? Ni nini huwa inatushosha? Ni ishara ya kwamba kuna nguzo hatuna, kuna pillars hatujajiweka ndani yake, kuna vitu za msingi hatujajishikanisha nazo. Huyu mfalme anasema ya kwamba akasimama katika nguzo na akarenew covenant yake ya kutembea na Bwana na kumfuata Bwana. Wale watu wako na angano ya kufuata Bwana na kutembea na yeye ni watu wa dhamana. Mstari ulio hapo chini, Biblia inazungumza jinsi vile ambavyo mfalme huyu aliweza kuamuru katika mstari wa 4 na 5 na 6, vile alivyoamuru ya kwamba wale watu waliokuwa wana the gatekeepers ambao walikuwa wanalinda malango ya ibada kule kulioabudiwa miungu ya kigeni, akasema itolewe yote na zile ashera zote siondolewe na zichomwe, ziteketezwe na ziharibiwe. Kwa sababu gani? Aliweka kiapo ya kutembea na Bwana, aliweka kiapo ya kutembea na Bwana na kuhakikisha ya kwamba ataenda na Mungu na hata abudu miungu mingine. Kwa hivyo vyote vilivyokuwa vinaabudiwa akatangaza siondolewe, na akatangaza siharibiwe, na zote zichomwe na zitolewe nje. Praise the name of the Lord. Mika 4:5. Mika chapter 4 verse 5. Mika chapter 4 verse 5. The Bible says, hurry up, waiting for you. The Bible says,
Micah 4:5. For all people walk each in the name of his God, but we will walk in the name of the Lord our God forever and ever. New Living Translation. Oh my God, this is Micah. The Bible says, though the nations around us follow the idols, but we will follow the Lord our God forever and ever. Listen, this is a conclusion of the man of God, of the prophet of God. Anasema ya kwamba hata ijapokuwa mataifa yote yanayotusunguka, hayo mataifa yanafuata na kutembea na idols na miungu mingine, lakini sisi tutatembea na Bwana milele na milele. Sikia, ni lazima ufike mahali kama mteule ukusudie, I don't care ni nani jirani yangu ambaye atafuata miungu mingine, ambaye atatembea na vitu vingine, mimi nitatembea na Mungu milele na milele. Maana hii ni nguzo, hii ni pila. You know, as we continue living, some of our friends will change. Some of our closest reliable men and women will change and decide to follow other gods. But forever we should purpose and we should decide to follow and to walk with God forever. Katika maisha yako, ili upewe longevity, ili upewe urefu wa maisha, urefu wa kipawa, urefu wa kiunduma, urefu wa uimbaji, urefu wa kuhubiri, urefu wa kuabudu, ni lazima ukusudie, sinjali ni nani maishani mwangu ataacha kutembea na Mungu, mimi nitatembea na Mungu milele. Bwana asifiwe. Kutembea na Mungu ni nguzo, inapatia mtu urefu wa maisha, urefu wa neema, urefu wa kibali, urefu wa rehema za Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu Biblia inasema ya kwamba mkinikaribia nitawakaribia, mkiniacha nitawaacha. Mungu huwa anaonyesha rehema wale watu ambao wanampatia priority ya kutembea na yeye na ya kumsogelea na kumkaribia. Jina la Bwana lipewe utukufu. Hallelujah. Oh, glory to the name of Jesus. Genesis 6:9. Genesis 6:9. Genesis 6:9. Genesis 6:9. The Bible says, this is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, the only blameless person living on earth at the time, and he walked in close fellowship with God. Anasifiwe. Noah wakati wake, watu wengi, marafiki, watu wa dhamana walikataa kutembea na Mungu, lakini yeye akaamua, mimi Noah nitatembea na Mungu. Na maandiko inasema Noah alitembea na Mungu katika ushirika wa karibu sana. Noah alitembea na Mungu katika urafiki wa karibu sana. Haleluya. Mstari wa 10. Maandiko inasema
Noah was the father of 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. 11. Now God saw that the earth had become corrupt and was filled with violence. Give me verse 13 or 14. 13. So God said to Noah, I have decided to destroy all living creatures, for they have filled the earth with violence. I will wipe them all out along with the earth. Mungu anamwambia Noah, wewe ndio umetembea na mimi. Watu wale wengine wamekuwa corrupt, wamekuwa wicked, wamekuwa rebellious, wamekuwa notorious. Anamwambia nitafagia dunia yote, nitafagia ulimwengu wote na wanadamu wote, na nitaharibu dunia. 14. Watu wale wengine wakiharibiwa, Noah anapata longevity katikati yao. Maandiko yanasema Mungu anamwambia build a large boat from cypress wood and waterproof it with tar. With tar, is it this is T-O-F? T, with the tar inside and out. Then construct decks and stores throughout its interior. 15. Make the boat 450 feet long, 75 feet wide, and 45 feet up. 16. Leave an 18-inch opening below the roof of the way around the boat. Put the door on the side and build 3 decks inside the boat, lower, middle, and upper. Look, I am about to cover the earth with a flood that will destroy every living thing that breathes. Everything on earth will die. 18. But, oh my goodness, 18 says, but I will confirm my covenant with you. So, enter the boat, you and your wife and your sons and their wives. Listen, this is God. Mungu, kwa sababu ya Noah kutembea na Mungu, Mungu anamwambia ataharibu dunia yote, lakini kwa yeye anasema atafikisha wanadamu wote mwisho. Wote atawaua, wote atawamaliza. Hawatakuwa na longevity, hawataishi maisha marefu, hawatakuwa na urefu maishani. Lakini wewe nitathibitisha agano langu kwako. Noa anamwambia ingia kwa safina, wewe, mke wako na watoto wako. Na katika dunia mzima, katika generation nzima, the family that enjoyed the longevity was the only one family with 6 members. Tupatie familia ya Noah makofi mazuri. Ni nini ina preserve familia ya Noah? Pila ya kutembea na Mungu, pila ya kwenda na Bwana. Hiyo ni ya dhamana. Jina la Bwana lipewe utukufu. Hallelujah. Genesis 24 verse 40. I want to pick something before I go to the second pillar. Genesis 24.
Oh my God. This is one of it. Just note it somewhere. I want. Give me Genesis. Give me Genesis 5:22. Genesis 5:22. Genesis 5:22. The Bible says, yes, this is the one I wanted. Biblia inasema hivi, after the birth of Methuselah, Enoch lived in close fellowship with God for another 300 years, and he had other sons and daughters. New King James. Oh my God. After he begot Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. Listen, Enoch, after alipozaa Methuselah, Enoch alipomzaa Methuselah, kuna decision ya historia alifanya katika maisha yake. Akaamua, kutoka leo mimi nitatembea na Bwana na nitakuwa mwenye haki. Sikiliza, kutembea na Mungu mtu asaliwi nayo. Kutembea na Mungu ni kitu huwa unaamua na unasema, kutoka saa hii mimi ninaamua sitaishi bila Mungu. Are you getting me? Kutembea na Mungu ni kitu mtu huwa anaamua. Kutembea na Mungu sio kitu ya ukoo. Kutembea na Mungu sio kitu ya generation. Kutembea na Mungu ni waamuzi wa kibinafsi. Mtu huwa anafanya na unaamua, mimi sasa nitatembea na Mungu. Baada ya Enoko kuzaa Methuselah, alisema, oh my goodness, God is so good. If I will be called baba fulani, kama sasa mimi sio mmoja wa wazee wasio na watoto, eti mimi kutoka leo mimi sio mmoja ya wazee wasio na familia, eti jina ya tasa mimi sitawahi itwa tena katika maisha yangu. Aka purpose from that day, akasema kutoka leo eti sasa mimi ni baba wa Methuselah, mimi ni mzazi, mimi ni baba ya mtu, mimi sio tasa ni Gania. Mimi kutoka leo nimeneemishwa kupata watoto. Akasema apeanaye watoto ni Mungu, na akaamua kutoka leo hii, huyu Mungu amenineemisha kuitwa baba yake Methuselah, kuitwa mtu aliye na watoto, kutoitwa tasa. Akasema kwa sababu ya neema za Bwana maishani mwangu nitatembea na Mungu. Na maandiko inasema from that day he walked with God for 300 years. Hallelujah. Alitembea na Mungu kwa miaka 300 consistently. Mwaka wa kwanza, mwaka wa 100, mwaka wa 150, mwaka wa 200, mwaka wa 280, mwaka wa 300, akitembea na Bwana. And no wonder the Bible says Enoch walked with God until he was there no more. God took him to himself. Huyu mzee alitembea na Mungu mpaka Mungu akaona ya kwamba siwezi kaa mbinguni bila huyu mzee. Nataka wote tunakaa kikao ya jioni, tunazungumza, tunapiga chat, tunapiga ngumzo, tuna fellowship. Listen to me. Ukikusudia kutembea na Mungu, Mungu hukuleta karibu na yeye zaidi. Hii ni nguzo
ambayo huwa inaleta watu karibu na Mungu. Mtu akikusudia kutembea na Mungu, Mungu huwa anakuja karibu na yeye. Na Mungu hawezi kuja karibu na wewe na kuwe na vitu vingine. Mungu akija karibu na wewe, giza inaondoka. Mungu akija karibu na wewe, tamaa za mwili zinaondoka. Mungu akija karibu na wewe, kiburi kinaondoka. Mungu akija karibu na wewe, kuna tabia za ajabu huwa zinakuondokea. Takataka nyingi ziko na watu, makomba mwiko mingi na makobways mingi iko na wateule, ni ukosefu wa kutembea na Mungu. Unotoriousness mwingi na rebellion mwingi ulio na watu wa Mungu ni ukosefu wa Mungu. Praise the name of the living God. Wakati mtu anatembea na Mungu, Mungu anakuwa wa karibu na maisha yake. Wakati mzee huyu alikusudia kutembea na Mungu, oh my God, hii inasemaje? Hii inasema, and Enoch walked with God and he was not, for God took him. The Bible does not say and God killed him. No, the Bible says and God took him. Hallelujah. Walking, when we get used of walking with God, God comes and takes us. God can take you to another level. More you walk with God, more God takes you for His glory, to His glory. Amen. Hallelujah. Amen. Ambia jirani yako, jifundishe kutembea na Bwana. Hallelujah. Unajua kuna watu huwa wakitaka promotion anafanya kulipa pesa ili angalau hapandishwe na kiwango. Lakini kuna kutembea, unaweza kutembea na Bwana, Mungu akakuchukua akakupeleka kwa hiyo kiwango. Praise the name of the living God. Amen. Kutembea na Bwana kuna chochea mikono ya Mungu kukuchukua. Walking with God accelerates and activates the hands and the fingers of God to pick you and to take you to the next level for His glory. Amen. Because of walking with Him, because of Enoch walking with God, God took him and he was no more. Hapo ile kiwango tena, watu wa dunia hawakumuona tena. Wale watu walikuwa wanasumbuana na yeye kwa mipaka ya mashamba, hawakumuona tena. Aliwaachia yote, maana Mungu alienda kumpatia urithi. Kutembea na Mungu kunapatia watu urithi mkubwa. Patia Bwana makofi na vigelegele. Kutembea na Mungu, take this point, sio kitu ya ukoo, ni kitu ya kwanza, ni kitu ya kuamua. Unaweza purpose useme jamani, yani this is 2022 and I'm alive through all the pandemics, through all the pestilences, and God has preserved me. Yani all the diseases, vile watu wameenda na mimi nimebaki. That is enough reason to make this kind of a conclusion like Enoch. Enoch alipozaa Methusela alisema, kama mimi niko na mtoto kutoka sasa mpaka mwisho wa maisha nitatembea na Mungu. Kuna mahali unaweza kuona Mungu. Ulikuwa unatamani wakati mmoja uwe na biashara yako na ifike mahali upate biashara. Kila new level katika maisha ya mtu inapaswa ku attract closeness yako na Mungu. Praise the Lord. Hallelujah. Kila level unaoinuliwa haipaswi kuondoa kwa Mungu. Ukiajiriwa upate kazi, usimee kiburi. Unasifiwe. Ukipata kazi mpya, kazi yako ikusukume zaidi kwa Mungu. Lakini siku hizi kazi inatoa watu kwa Mungu. Unasema walikuwa wanafikiria siwezi vaa suti, nimepata kazi, unavaa na unapitia huko unaenda ukiwasalimia kijana, na si kuwasalimia ni kuonyesha sharpshooters.
Bwana asifiwe. Yaongea jirani yako, mwambie tulia. Maisha ni marefu. Bwana asifiwe. Hiyo kazi ulio nayo leo ni vizuri kuuliza, miaka 50 inayokuja nitakuwa nayo? Ile kitu ya muhimu ni longevity. Praise the Lord. Amen. Mpendwa, usijifanye mrefu ukiwa mfupi kwa sababu ya kabreakthrough Mungu amekupatia. Wewe tunajua kimo chako, lakini unataka kujifanya hata wewe ni mrefu kama Rolex. Unajichosha bure. Tulia. Enda chini, nyenyekea. Bwana asifiwe. Amen. Katika maisha haya ile kitu inajalisha ni kesho. Will you be having the same glory you have today tomorrow? As a pastor, will I be preaching 20 years to come? That should be my concern. A praise and worship people. Unapaswa kujiuliza, mimi miaka 20 ijayo nitakuwa ninaimba? Bwana asifiwe. Ulize jirani yako, 20 years utakuwa unaimba? Ulize hao majamaa wa kamera, nyinyi miaka 10 inaongoja mtakuwa mnachukua kamera kanisani? Ama mtakuwa mnakula ukasa hiyo neno yote ni ya blue. Bwana asifiwe. Uliza mwenzako, amekwambiaje? Unajua Biblia inasema tutunze wokovu with fear and trembling. Amen. Kwa sababu what matters is not today, what matters is tomorrow. Amen. Bwana asifiwe. Udhamana wako si leo, udhamana wako ni kesho. Amen. Je, vile leo unakuja ibada mapema hivi, umekuja kanisani, miaka 10 utakuwa na hiyo motisha ya kuja kanisani? Ama tukija kanisani tutakuwa tunaachana na wewe, unaenda kukula bangi na bolango ama inakumiwa? Bwana asifiwe. Sasa wewe leo hii wewe ni mtu wa kanisa, miaka 10 ijayo utakuwa unakunywa bangi ama utakuwa unakula bangi? Siku moja nilienda mahali kwa petrol station na kumbe kuna kakilapu na hapo kwa hiyo petrol station. Sasa ndugu moja nilijua, haya ndugu akatokezea kwa kilapu, amelewa, karibu angonge gari yangu. Nikamuita fulani, hata badala hiyo siku muita angemgongo na magari, maana alishtuka, hakutarajia kama anaweza niona. Kutoka siku hiyo mpaka kesho huyo ndugu sijawahi muona kanisa hili. Napiga simu, doka naambia mke wake nitumie namba ya fulani. Nimempoteleana naye, ananiambia huyo mzee kila mwezi anajenji namba, ana namba mpya. Na alikuwa mtu mzuri wa kanisa, alikuwa ndugu wa kutegemewa. Lakini leo hii kwa sababu gani? Lack of longevity. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Alice, Bwana asifiwe. Waje kuokota mawe ya Goliathi. Bwana asifiwe. Huyo mama ana bidii sana. Ana miaka mingi kabisa katika kanisa hii akiosha kanisa na kuosha maofisi. Yeye Saturday zote alitoa dhabihu kwa Bwana, kufanya kazi ya Bwana, na Jumapili hata ukiona akisinzia anaraukanga hapa mapema sana. Saturday na Sunday. Lakini mimi niko na swali kwake, miaka 10 inaokuja utakuwa unaosha bado? Bwana asifiwe. Unajua ile kitu mzuri unafanya ni vizuri kuuliza kama utakuwa ufanya miaka ijayo. Mimi hiyo ni kitu moja inanishughulisha. That is now my concern. Ninauliza mimi miaka 50 inaokuja, Reverend Chan, utakuwa bado unavuka na kuomba? Utakuwa unahubiri? Mimi, my concern and my much commitment, not my today's preaching, is my 50 years to come. Will I still be preaching? Nitakuwa ninaweza omba ama maombi yangu itakaukia hapa jiani? Kilio changu na maombi yangu kwa Bwana
ni kwamba hata miaka 70 inayokuja niwe bado napiga magoti mbele za Bwana nikimwambia Bwana nisaidie. Hiyo kiu isiishe. Kiu huwa inaibiwa, kiu huwa inanyanyuliwa, inaondoshwa. Unafika mahali unakuwa haoni maana ya kuja ibada. Saa ya kwenda ibada ndio unaenda kuangalia, ndio unavaa ile matrosa ya Zamco, ndio unavaa Zamco na 3 quarters na ile matrosa ingine ya 3 quarters, na ni Jumapili ndio unaenda kuangalia mabiashara. Hiyo ni madness. Isiwe ndoka. Bwana siwe. Kwani unafikiria wazimu walizaliwa kwa wazimu? Haimo ndoshia wa hewa ndoka makwati ya walionzi yani. Hakuna mtu mzaliwa akiwa wazimu, inawaisikia kwa kia. Bwana siwe. Haleluya. Na ni vyema wakati unajisikia uko soba, uko normal, umake some decisions kama Enoch. Useme ya kwamba from now I will walk with God. When you make those kind of decisions, even in the dark, hata katika ukiwa miaka 300, hizo jirani yako unaishi miaka ngapi? Bana siwe. Unaishi miaka ngapi? Mingi ngapi? Ndio mzito wewe unaishi ngapi? Moja na kitu. Huyu ataishi 100 na kitu. Bana siwe. Huyu ataishi miaka 100 na kitu. Praise the name of God. Kwa sababu gani? Biblia inasema ya kwamba apendaye ulimi atakula matunda yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mambo unaweza kunena na ulimi wako ukaipokea na ikawa yako. Na iwe hivyo katika jina la Yesu maishani mwako. Haleluya. Ni vyema upapas katika maisha yako. Mimi ile miaka nitaishi, sitaacha kuanguka, sitaacha kutembea na Mungu, sitaacha kuimba, sitaacha kuomba, sitaacha kutolea Mungu, sitaacha kutumika. Patia Bwana makofi na vigelegele. Pointi lile lingine ni kutomzoea Mungu. One of the pillars ambayo inafanya mtu awe na longevity maishani mwake ni kukosa kuzoea Mungu. Oh Jesus. La. Bwana nisaidie. Bwana pasifa. Kutomzoea Mungu. Samuel chapter 12. Samuel chapter 2 verse 12. Samuel chapter 2 verse 12. Oh, the pillar of walking with God huwa inaniweka kwa majaribu sana. Sasa nilikuwa nataka nitaje kitu kidogo na nipite na nilikaa hapo. Na kuna kazi iko mahali mbele inaningoja. I have a service somewhere I'm rushing there before they finish. The Bible says, pardon, 1 Samuel chapter 2 verse 12. The Bible says, now the sons of Eli were scoundrels who had no respect for the Lord. For their duties as priests whenever anyone offered sacrifice, Eli's sons would send over a servant with a 3-pronged fork, while the meat of the sacrificed animals was still boiling. Sikia, Bwana asifiwe. Maandiko inasema wana wa Eli walikuwa wakaidi, walibadilika wakawa watoto waovu ambao hawakumheshimu Bwana. Na wakati ambao, nipatie Kiswahili sasa, tunashuka na Kiswahili.
wakati makuhani waliokuwa katika jukumu ya kutoa dhabihu, au wa watoto wa Eli wangetuma mtu, wanamwambia enda uchukue nyama hapo kwa madhabahu ulete tuikule. Bwana asifiwe. Watoto wa Eli hawakuanza namna hiyo. Watoto wa Eli walizaliwa katika ukuhani, walikuwa watoto wa mchungaji, walikuwa watoto wa hekaluni, walilelewa na wakasomea wakiwa katika mikono ya nyumba ya Bwana. Lakini walivyoendelea kugrow, as they were growing, wakamzoea Mungu, wakazoea hekalu, wakazoea ibada, wakazoea madhabahu, wakazoea kanisa, wakawa watoto wa hofu. Jina la Bwana libarikiwe. Na maandiko inasema ya kwamba walikuwa wanatumana pale kwa madhabahu ile nyama wanataka. Na unajua sio nyama zote zilikuwa za kukulwa na watu. Nyama zingine zilikuwa na majina, na kila nyama ilikuwa na wakati wake na kazi yake. Na nyama zingine zilikuwa ni zichomwe, siungue, siteketee, ili si produce the sweet smelling aroma mbele za Bwana. Lakini watoto hawa wakazoea Mungu sana. Twende mstari wa 14. Biblia inasema naye huutia kwa nguvu umo chunguni au birikani au sufuriani au chomboni nyama yote iliyoinuliwa kwa huo uma, kuhani huichukua mwenyewe. Ndivyo walivyofanya huko Shilo kwa Waisraeli wote waliokuja huko. Walikuwa wanaingia kwa birika, walikuwa wanaingia kwa sufuria, wanachukua nyama yoyote, wasijali, wasiongope, hata wako waheshimu makuhani. Ni kwa sababu ya mazoea huwa inamaliza longevity ya mtu. Watu wakianza kuzoea Mungu, watu waanze kuzoea makuhani, watu waanze kuzoea wachungaji, watu waanze kuzoea madhabahu, watu waanze kuzoea ibada, huwa wanakosa ule uwezo wa longevity ama wa kukaa muda mrefu. Ile neema ubeba watu, mtu aendelee kuwa consistent, huwa inaisha, na huyo mtu anakuwa hana nguvu tena za kuendelea. Mstari wa 15, Biblia inasema hivi: tena kabla ya kuteketeza mafuta uja mtumishi wa kuhani akamwambia yule mwenye kutoa dhabihu, mtolee kuhani nyama ya kuoka, kwa kuwa hataki kupewa nyama iliyotokozwa, mbali nyama mbichi. Wale vijana wa Eli wangekuja wanasema ya kwamba wapewe nyama mbichi, hawataki kuwa imeiva. Na hiyo ilikuwa ni kinyume cha sheria ya nabii. Wanakuja wanasema wapewe, wakajipikie, wapewe ile nyama, na wanasema hawataki ile imetokota, ile imeshamushwa, wanataka ile mbichi. Mstari wa 16, tena ikiwa yule amwambia awakosi wataichoma moto nayo mafuta kwanza, kisha utwae kadiri roho yako itakavyopenda, ndipo usema sivyo, lakini sharti unipe sasa hivi, la unipi, basi nitaitwaa kwa nguvu. Wale watoto, ile familia ya Eli iliingiwa na roho ya mazoea ya Mungu,
mazoea ya hekaluni, mazoea ya manabii, mazoea ya hekaluni. Anasema ya kwamba nipee, na kama unipee nitaichukua kwa nguvu. Hii ndio maisha ilikuwa ya ile familia ya Eli. Tuendelee. Hivyo dhambi yao wale vijana ilikuwa kubwa sana machoni pa Bwana, kwa maana hao watu waliodharau sadaka ya Bwana. Praise the Lord. Maandiko inasema dhambi yao ilikuwa ya wale vijana ilizidi kuwa kubwa machoni mwa Bwana. Sikia, wakati mtu anazoea Mungu, wakati mtu anaingiwa na roho ya mazoea kwa Mungu, huwa hasira ya Mungu inapanda polepole, inapanda polepole. Vile mazoea yetu kwa Mungu inaongezeka, hivyo ndivyo hasira ya Mungu huwa inazidi kupanuka, kuongezeka. Katika maisha ya mtu wa Mungu, kama kuna mtego, Wakristo wengi huwa wanategwa haraka, wanategwa na mazoea ya uungu. Unaona, hata wewe ukikumbuka vizuri, wakati uliokoka ulikuwa unaona ya kwamba ulipookoka ulikuwa na heshima mingi sana kwa Mungu, ulikuwa na heshima nyingi sana kwa madhabahu, ulikuwa na heshima mingi sana kwa vitu vya Mungu. Lakini ulivyoendelea kuokoka, ukaendelea, ukawa sasa hakuna heshima tena kwa Mungu. Na hata katika kizazi hiki tulicho nacho siku hizi, hata watu wanasimama kwa madhabahu wakiwa wamevaa nguo za aibu, nguo ambazo haziletei Mungu heshima. Sio kitu kingine, ni mazoea, ni mazoea. Yaani vile unazidi kukaa kwa wokovu, usipokuwa mwangalifu, hivyo ndivyo huwa unazidi kumzoea Mungu. Roho ya kuzoea Mungu huwa inanasa mtu hata bila kujua. Roho ya kuzoea Mungu huwa inakuja polepole. Na kadiri ya vile unaendelea kuzoea Mungu, ndivyo dhambi yako inazidi kunenewa na kuwa kubwa. Dhambi yako inazidi kuwa inazidi kuwa na alama, inazidi kuwa na sauti kubwa mbele za Mungu, na ghadhabu ya Mungu inaendelea kufura kinyume na maisha ya mtu yeyote aliye na mazoea kwa Mungu. Praise the name of the living God. Mtu akiokoka, hata unaweza pata ya kwamba anadhamini usafi, hawezi sengenya. Lakini ukiendelea kukaa kwa wokovu, unazoea wokovu, unasema nilikuwa nafikiri huko akusengenya, mbona fulani alisengenya, unaanza kusengenya polepole. Mtu akiokoka, mazoea inafanya mtu ambaye alipookoka angefanya dhambi yoyote, alikuwa na kicho with a lot of fear ya Mungu. Inafika mahali nasema kuna shida, naweza kunywa pamoja na nikatubu. Unaanza kuona ya kwamba unaweza ishi maisha yoyote na utubu. Hiyo inaletwa na roho ya mazoea. Kama kuna roho mbaya huwa inamaliza Wakristo wengi, ni roho ya mazoea. Na roho ya mazoea huwa inakuja polepole. Unakuja kuamka ukiwa kabisa umemzoea Mungu, unamdharau Mungu au muheshimu. Vijana hawa walianza polepole, baadaye wakawa notorious. Verse 18. Biblia inasema, lakini Samuel alitumika mbele za Bwana, naye alikuwa kijana aliyefaa na ivera ya kitani. Sikia, wakati watoto hawa wa Eli wana hizo tabia za kuzoea Mungu, Samuel alikuwa miongoni mwao, lakini Samuel alikataa kuzoea Mungu. Wakati wote Samuel alivaa mavazi ya naivera ya kitani. Inamaanisha nini hii vazi? Ni kuonyesha ya kwamba wakati wote Samuel alivaa vazi la kiukuhani.
angeenda hekaluni mbele ya Bwana, hata angeenda kwa kuhani, hata angeenda kwa Eli akiwa amevaa nguo za nyumbani. Wakati wote anapokuwa ni wakati wa kwenda mahali kuna mtumishi wa Mungu, alikuwa anavaa naivera ya kitani, anasogea nayo mbele ya mtumishi wa Mungu, kwa sababu miaka yote Samueli alikataa kuzoea Mungu. Sikilizeni wapendwa, tunaishi katika kizazi cha wana wa Eli. We are living in the generation of the sons of Eli, generation that is easily getting use of God, a generation that does not respect God, a generation that has no respect to God and to his servants. We are living in a generation that does not acknowledge the supremacy of God. Kizazi ambacho kina madharau kwa Mungu, kizazi ambacho hakijui madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaona mtu akiokoka anaheshimu hata madhabahu, lakini ukikaa kwa wokovu utapata ndugu anapata ndugu ama dada amekuja kwa mkesha, lakini amekuja kulala hapa, amekuja kulala hapa juu ukethia akomie na akina bodi mno aiboya ako kwa madhabahu juu anaomba, na Mungu mmoja imekanyanga bodi hapo. Kama unaweza pata mtu amelala hapa na Mungu mmoja iko juu ya speaker, hata ingine juu ya vyombo. Hizo ni signals na ishara za kudharau Mungu na kuzoea Mungu. Heshima ya Mungu ni kwamba hata ukiwa katika hekalu ukiomba, hata ukiwa umevunga, wachia madhabahu makuhani. Wewe si kuhani. Wewe si kuhani, na kama wewe ni kuhani yako sio hii. Bwana asifiwe. Maisha ya Mungu inahitaji hofu, fear and trembling. Bwana asifiwe. Kuna tofauti ya woga na kumcha Mungu. Wateule tunapaswa kuwa na roho ya kumcha Mungu. Biblia inasema kumcha Mungu ndio chanzo cha hekima. Kadiri ya vile unakuwa unamcha Mungu, ndivyo Mungu huwa anakupatia hekima, wisdom on how to do things, on how to handle things. Bwana asifiwe. Amen. Lakini tunaishi katika kizazi chetu ambacho our generation has been attacked by a spirit of getting used with God. Tumemzoea Mungu. Bwana asifiwe. Hallelujah. In our generation, we rarely go down on our knees. Hata ukiomba peke yako ni vigumu kuona watu wanapiga magoti. Tunaombanga tumeshika kimbo, nasema Jesus, in fact, actually I love you and Jesus, you are my witness. Wanasiwe, unapata ya kwamba ile heshima tulikuwa nayo kwa Mungu inazidi kudhoofika, inazidi kuisha. Naona mpendwa kwa hata kwa hekalu unaweza fika kwa mkesha ama kwa maombi, unaomba unasikia jasho, na vile siku hizi kuna joto, natoa shati, unabaki na vest kile ya mwana sasa itembelea demo hapo tembea. Napata mpendwa anatembeza kitambi yake hapa na misumeno ya miguu bila shati anaomba akijitapa. Hizi ni roho za mazoea ya kuzoea Mungu. Dada anafika kwa hekalu, unajua ako peke yake, anaomba akiwa ameshika skati hivi. Wajena na mabalabala yako. Wache kuzoea Mungu. Uwe na respect mbele za Bwana. Biblia inasema tuende mbele za Mungu with fear and trembling. Wakati watu wanakosa kumheshimu Mungu, huwa wanamzoea. Hilo ndio barikiwe. Kizazi
kizazi hiki. Unaona Biblia kama hii, Biblia kama hiyo, naweza ona ndugu anakunywa chai ama bogosho. Unapata mpendwa anaekelea Biblia hapo, anaekelea kikombe ya chai kwa Biblia na anasoma maandiko tu. Anakunywa ile maneno ya huko. Inabaki kwa Biblia, inabaki wanasoma. For so God loved the world, He gave me His only begotten Son. Hallelujah. Sikia. You see this Bible? This is not an ordinary book. This is not an ordinary book. Lakini kizazi chetu kimezoea Biblia. Unapata ya kwamba ndio mesa. Saa nyingine ukienda kulala unailalia hapa. Hakunua aje mapata mautea. Wewe ni mtu wa majasho mingi. Na vile uko na joto, ukiamka unapata ya kwamba ile joto imemwagikia Biblia. Imemwagikia Biblia. Na unasema leo nililala katika uwepo wa neno la Bwana. Ni mazoea. Hiyo ni kuzoea neno la Mungu. Wale wa Kristo huwa wanalalia Biblia, ni makosa, ni kuzoea Mungu. Biblia sio ya kulaliwa, Biblia sio pilo. Biblia ni ya kusomwa na kukulwa. Yeremia anasema mimi niliona neno lako, nikaikula na ilikuwa tamu kinywani mwangu kuliko asali ya nyuki. Wale wazee wamenukuliwa kwa Biblia, hawakulalia Biblia na vichwa vyao. Waliikula, waliisoma, wakameditate. Lakini kizazi chetu akisoma Biblia inailalia. Ambia jirani yako ukome. Kama una Biblia umelaza kwako, kutoka leo usilalie Biblia. Wakristo tumezoea Mungu tukawa na undini. Ati unasema ile siku nimelalia Biblia, huwa niko na usingizi mzuri, ni mapepo. Biblia sio ya kulaliwa, Biblia ni ya kusoma. Mapepo hayaogopi Biblia iliyo nje, inaogopa ile iko ndani yako. Ile neno umesoma ukajifidi nayo, hiyo ndio inakupatia afya ya kuogopa na mapepo. Yesu asifiwe. Wakristo tumedunisha wokovu. Hata mtu akienda kulala unasikia vile mzee ameleta kisigani kwa ngoma. Yuko wapi ile Biblia yangu? Unafikiria ni kusoma, naenda kusoma. Hata kama nataka kwenda kulalia. Na anasema wakati analalia Biblia haoti ndoto mbaya. Wewe na umeokoka unaloana wapi na ndoto za fisi na simba akikumeza? Wewe na umeokoka unatoana wapi na hiyo manyoka? Wewe umeokoka umanite bana siuma. Bwana asifiwe. Mungu mutangiye tabu au manite bana siuma. Nazoka zisonzoni. Umetoana wapi na maskofu na nyoka? Ati kila wakati ukilala unapata ya kwamba ati nyoka anakuzingira. Si uwake moto. Ukiona mahali nyoka anachezea, hakuna moto. Ukiona mahali nyoka ana around, hakuna moto, hakuna Mungu. Wakisha moto maishani mwako. Hizo ndoto mbaya ziondokee maisha yako. Patia Bwana Yesu makofi mazuri na vigelegele. Roho ya kuzoea Mungu inatufanya tubehave funny katika maisha haya. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Next verse 19. Verse 19. The Bible says, Shila magalalala boshataba. Tena mamaye alimushonea kanzu ndogo na kumuletea kila mwaka. Hapo alipokwea pamoja na mumewe ili kutoa dhabihu kila mwaka. Oh my God. Wazazi wa Samueli walimshonea manguo ya ibada kila mwaka ili asije akasoea Mungu. Wakati wote alivaa mavazi ya kihekalu, mavazi ya kiutukufu mbele za Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Unajua
Unaweza zoea Mungu mpaka ukija mbele za Bwana na unajua utakuwa na shughuli kwa nyumba ya Bwana, unakuja na hivyo hivyo. Nakuja na hivyo hivyo. Ruka ruka ruka. Ruka ruka ruka. Unatupiga mafua na tuna hivyo hivyo. Bwana asifiwe. Sikiliza. Unapokuja mbele za Bwana, kama hiyo kiatu ndio uko nayo peke yake, faa. Lakini kama una kiatu kingine mzuri, faa hiyo. Bwana asifiwe. Unajua mtu amemzoea Mungu. Ukitaka kujua ya kwamba kuna mazoea, moyo wako umeanza kudevelop mazoea, huwa mtu ajali hata akienda mbele za Mungu anaweza vaa nguo yoyote. Nguo yoyote. Na unasema Mungu angalii mavazi, Mungu angalii nje, anaangalia moyo. Bwana asifiwe. Amen. Sikia. Mavazi yako pia inaonyesha ile mazoea umemzoea Mungu nayo. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sio kila nguo ya kuja nayo mbele za Bwana. Sikuna nguo huendagi nazo ofisini, kazini. Am I right? Sikuna viatu huwezi enda nazo kwa kazi, kwa ofisi. Lakini Wakristo wakizoea Mungu, hakuna nguo mtu hawezi kwenda nayo mbele za Bwana. Hata utapata mpendwa, ndugu amekuja kwa nyumba ya Bwana na kinyaza. Siku moja tulienda mission mahali na wapendwa, na tulipoenda mission, ndugu moja akalala sana. Tukaingia morning glory. Na tukiwa morning glory, ndugu akaingia. Na missioners wote tuko hapo, watu wa eneo hiyo wote wako hapo. Alikuja na kinyaza imefika hapa. Nikauliza huyu ni nani? Nikamuita. Nikamuuliza, "Mbona umekuja na hii kinyasa mbele za Bwana?" Akaniambia, "Huko kuna joto sana, lakini kwani kuna shida gani na sisi mimi mhubiri?" Nikamwambia, "Enda ukatoe. Enda ukatoe. Kesho ngoje nimalize maombi alafu kesho sitaivaa." Nikamwambia, "Leo uombe hii morning glory. Go and change. Enda utoe." Hivyo ndivyo alifanya. Kutoka siku hiyo hata waleo, na miaka saa hii ni zaidi ya miaka mingi, ni kama miaka 20 imepita. Huwa ananiambia ulinisaidia. Ile kinyasa nilikuja nayo morning glory tukiwa mission. Hiyo ilikuwa ya mwisho, hata siwahi tena. Kwa sababu gani? Atazoea hivyo, kesho atakuja bila. Kama ningeachana na yeye, kesho yake angekuja hivyo. Praise the name of the living God. Wapendwa, hizi tabia za siku zetu unasikia ya Mungu anaangalia kama moyo. Ni ishara ya mazoea. Ni mazoea mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Hata ukitunguo wa dada mnavaa. Unapata dada amevaa kanguo kako hapa. Na hana hata kakikoi. Na unajua kawaida mtu akiketi nguo upanda. Lakini tuko na mandondikea, utapata mpendwa amekuja church lakini hataki kujua. Ukimwambia hafai vizuri, anasema you are full of flesh. Kama tuko na flesh, wewe ndiye principle ya flesh. Anasikia kuna mambo ambayo unaweza ishi, kuna maisha unaweza ishi ikawa ni signal ya kuzoea Mungu. Jina Bwana libarikiwe. Praise the name of the living God. Amen. Hallelujah. Tunaishi nyakati ambazo kanisa ya sasa haitaki kusikia mambo ya mavazi. Napata mpendo tuanze na wadada. Wadada, Bwana asifiwe. Napata dada amevaa nguo na kameenda hivi. Titi imekatwa 3/4. 3/4 iko kwa komoni wananchi. Na hii ingine kwa komoni wananchi. Kale kamebaki huku ni kadogo. Sasa titi nusu iko nje. Unapata ya kwamba kwanza akiruka hivi anapenda kurudisha. Na unasema Mungu angalii moyo, mwili anaangalia moyo.
Sikiliza, hiyo ni ishara ya kuzoea Mungu. Roho ya kuzoea Mungu inafanya watu wakauke, mpaka wakiwa mbele za Mungu hawajali. Kuzoea Mungu huwa ni ile roho ambayo huwa inakausha ile via. Unapata ya kwamba hausikii via tena, hausikii uoga tena, hausikii kaheshima tena. Kitambo ulipokuwa na via, ulifunika miguu yako, lakini wakati ulimzoea Mungu, hata vile kuna joto, ukianza kwa ibada unaanza tu hivi. Ibada ikiendelea unasongesha mguu. Ibada ikiendelea unasongesha mwingine. Ibada ikiendelea ulize jirani yako, wewe unafuata wewe ni nini imekushika? Ni mazoea kuzoea Mungu. Unasema hii injili ni analog. Hii ndio injili ya mbinguni. Hiyo ndio injili. Bwana asifiwe. Kizazi hiki kinafanya wahubiri wakiangalia mbinguni. Wataki kuangalia mahali ile mahitaji yako hapa hivi. Mimi siku moja nikikupata hivi nitakwambia hizi vitu hatutaki. Funika vitu vyako. Bwana asifiwe. Unajua wapendwa, lazima tusaidiane tuingie mbinguni. Praise the name of the living God. Kanisa lazima tushinde roho ya mazoea. Mazoea huwa inamaliza longevity in the ministry. Mazoea inamaliza longevity in the gifts. Mazoea inamaliza ule urefu. Kukua strong leo, not a problem. The problem and the question you should ask yourself, will I be strong 10 years to come? Nipatieni makofi. Bwana asifiwe. Haya, patieni Yesu yake. Bwana asifiwe. Ya mwanadamu inapigwa hapa. Yesu inapigwa hapa. Mtanipigia makofi leo. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Kujijaza namna hiyo. Yaani kujijaza namna hiyo ni kuambie ukweli wote ili uende mbinguni. Inachukua neema ya Bwana na inachukua kujijaza. Yaani mnajijaza kama mtu alikuwa kwa makajaza. Ili nikuambie kile unapaswa kusikia, Bwana pokea utukufu. Saa ingine huwa tunawaangalia tunaongopa, tunasema nikiambia fulani akisema hivi, wadada wa kanisani watakwasika, wazee wa kanisani watakwasika. Lakini nikikuheshimu, nikose kukuambia kilicho cha sawa, maisha yako yako katika hukumu. Maana mimi sikujifanya mchungaji, sikujiita kuwa mchungaji, na Mungu hakuniita niwe mchungaji kwa sababu nilikuwa bora kuliko wengine. Hata mimi si bora kuliko wengine ninawahubiria hapa. Sihubiri because I'm the best preacher in this house. I'm just preaching because an opportunity has been granted to me. So I cannot be proud na niseme ati mimi ndio senior pastor hapa. No, I'm not the senior preacher. Praise the name of Jesus. And for that reason, we must preach and teach the truth. Give Jesus a good hand clap. Hallelujah. Nipatie verse 20. Nipatie verse 20. If possible, nipatie na New Living Translation Bible English. Shakata la bakadala la bozia la baba boshata. Go to 22. Go to 22. Yes. The Bible says, now Heli was very hot, but he was aware of what his sons were doing to the people of Israel. He knew, for instance, that his sons were seducing the young women who assisted at the entrance of the tabernacle. Listen, these young men, walikuwa wamezoea Mungu, kiwango cha kwamba walikuwa wana seduce ladies
in the house of God. Sikiliza. Seducing one another in the church, in the kingdom of God, is one of an indicator, is one of a symbol of getting used of God. Ukisikia mtu yeyote mkiwa katika injili, mkiwa katika kanisa, watu wameokoka, mnafika mahali unasikia so and so is seducing me, hiyo ni njia moja ya kuonyesha ya kwamba huyo mtu ameingiwa na mazoea. Unajua kuna difference ya engage somebody na kuseduce. When you engage, when you are engaging, you are engaged for family, you are engaged for marriage. But seducing, you seduce for immorality. Understood? We must be very clear. Praise the name of the living God. Seducing is not of the Bible. It is demonic. It is from hell. Sasa hawa vijana kwa sababu ya kuzoea Mungu, tabia moja ilikuwa ndani yao ni seducing one another. Seducing. Unajua kuna watu wanapokuwa wameokoka lakini wanaingiwa na roho ya kuseduce. Hata mkisalimiana, nisalimie. Akugeni sasa. Bwana asifiwe. Unapata ya kwamba mtu anakusalimia na mkiachana anakusalimia tena. Yaani mambo anasema ishike. Unasema mtu anakusalimia na mkiachana kuna kamsalimio kingine. Kuna kamsalimio kingine. Hiyo ni kiroho cha kwamba huyu mtu amemzoea Mungu. Nasikiliza. Hakuna mtu hatari katika maisha kama mtu amemzoea Mungu. Mtu amemzoea Mungu, hakuna kitu hawezi kufanya. Si unaona vile wanasema ya kwamba tupatie nyama ama tuchukue kingufu. Mtu amezoea Mungu, hakuna kitu hawezi kufanya. Hawa watu walikuwa wana seduce the ladies ambao walikuwa wanafanya hekaluni, walikuwa wanafanya kwa madhabahu. Hii ni roho ya zamani na ilikufa hata leo kazini. Mnaweza kuwa mnaimba na mtu mnacheza anakuambia leo sio. Na mlikuwa mnaimba. Na mlikuwa mnachezea Yesu, mnachezea Yesu. Anakuambia kitu hapa. Nakupenda. Muulize unipendea nini? Penda Yesu. Geukia jirani yako mwambie penda Yesu wacha wazimu. Bwana Yesu asifiwe. Maspiriti ya seducing ni tofauti na maspiriti ya engagement. In the house of God we don't seduce, we engage in the appointed time. Not every day. Sio tumebakisha miaka 20 uoe na unaniambia I love you very much location. Wewe tena kidogo moko. Pasiwe. Kuna maroho yanaamshanga mengine. Kuna maroho inafufua mengine yalikufa na yakasikwa na yakaoza. 20:3 the Bible says Shakata la bagada boshedeba. Tunadili na roho ya mazoea. And I said to them, I have been hearing reports from all the people about the wicked things you are doing. Why do you keep sinning? Sikia, ishara moja ya mtu ameingiwa na roho ya kuzoea Mungu huwa ana habit ya dhambi. Si mtu ambaye amemzoea Mungu huwa akai mbali na dhambi. Ukisikia ya kwamba unakuwa attracted na sin, ukisikia ya kwamba katika maisha yako dhambi inaanza kuwa sehemu ya maisha yako, ni ishara ya kwamba kuna mazoea yamepata nafasi moyoni mwako ya kuzoea Mungu. May God deliver you from this spirit ya kuzoea Mungu katika jina la Yesu. Miaka yako yote usimzoee Mungu kwa njia yoyote maishani katika jina la Yesu. Mtu amezoea Mungu, dhambi na uovu huwa hauko mbali. Mtu amezoea Mungu, hakuna dhambi hawezi kukosa kufanya.
Sema, Bwana Yesu, niokoe na roho ya mazoea. Sitaki kukuzoea Mungu wangu, katika jina la Yesu. Mstari wa 24 Biblia inasema, the Bible says, you must stop, my sons. The reports I hear among you, the Lord, the reports I hear among the Lord's people are not good. 25. If someone sins against another person, God can mediate for the guilty party. But if someone sins against the Lord, who can intercede? But Eli's sons would not listen to their father, for the Lord was already planning to put them to death. Bwana sifiwe. Haleluya. Maandiko inasema ya kwamba mtu anaweza kosea mtu mwingine na akasamehewa na kukawa na reconciliation, lakini mtu akikosea Mungu, ni nani atamuindasidia? Ni nani atamuombea? Hata baada ya watoto hawa kuambiwa na baba yao, hawakuacha, kwa sababu kuna kifo ilikuwa mbele yao. Kuzoea Mungu huwa kunasalisha premature death. Kuzoea Mungu huwa kuna kata maisha ya mtu. Kama ulikuwa uishi miaka 60, unaishi 20. Kama ulikuwa uishi miaka 100, unaishi 50. Kuzoea Mungu kuna shorten life. Kuzoea Mungu kuna kupisha maisha ya mtu. Mungu atuokoe na hii roho. Next. Verse 26. The Bible says, but the boy Samuel continued to grow in stature and in favor, both with the Lord and with men. Sikia, wakati umekataa kuzoea Mungu, wakati umeshinda mazoea, huwa unapewa longevity na unapewa favor, unapewa kimbali mbele ya Mungu na mbele ya watu. Kuzoea Mungu huwa unaondosha kimbali. Mtu yeyote anayemzoea Mungu, huwa Mungu anamkosesha kimbali mbele ya watu na mbele ya Mungu mwenyewe. Ukisikia roho ya mazoea inakuja, jua ya kwamba soon you will lose your favor before God. Wakati unasikia mazoea inazidi kukita mizizi ndani yako, elewa kwa urahisi ya kwamba kimbali cha Mungu kiko karibu kuondoka maishani mwako. So wakati wote unasikia mazoea ikija moyoni mwako, jiombee, mwambie Bwana, niondolee mazoea. Niondolee mazoea Bwana. Nisaidie nisikuzoee. Nisaidie Yesu nisikuzoee maishani. Jina la Bwana libarikiwe. 27. The Bible says, one day a man of God came to Eli and gave him this message from the Lord. I revealed myself to your ancestors when the people of Israel were slaves in Egypt. 27, 28. I chose your ancestor Aaron from among all the tribes of Israel to be my priest, to offer sacrifices on my altar, to burn incense, and to wear the priestly vest. And he served me, and I assigned the sacrificial offerings to you, priests. Bwana nilikuchaguliwa. Mungu anamwambia ya kwamba nilichagua babu zako wawe makuhani. Nilichagua babu yako Aroni hawe kuhani na wawe watu wa kuvaa vest za madhabahu, nguo za madhabahu. Kwa hiyo nikuchaguliwa, ulichaguliwa
kuchaguliwa, sio kuhitimu walihitimu. Sikiliza mpendwa, kuokoka kwako is and the doing of the Lord in your life. So nobody else should take salvation for granted. Nobody else should get used of this of the cross. Hatupaswi kuzoea wokovu, hatupaswi kuzoea neema, hatupaswi kuzoea injili. Ni kuangukia tuliangukia, ni fursa tulipata. Biblia inasema, so why do you scorn my sacrifices and offerings? Why do you give your sons more honor than you give me? Huyu ni Mungu anateta. Mungu amewaka. Mungu anamuuliza, nyinyi ni kuangukia mliangukia. Nilichukua mababu zenu, hata si nyinyi. Mnakulia neema nilipea mababu zenu wawe makuhani, na wewe Eli na watoto wako Eli unaheshimu watoto kuliko mimi. Biblia inasema, maandiko inasema, why do you give your sons more honor than you give me? For you and they have become fat from the best offerings of my people Israel. Anasema wewe na watoto wako mumenoneshwa na ile dhabihu yangu ambayo ilikuwa ya kuchomwa na kuteketezwa mbele za Bwana. Yaani ukafika mahali wakawa kile cha Mungu ndicho wanachukua. Hakuna heshima, wamezoea Mungu. Biblia inasema, therefore the Lord, the God of Israel says, I promised that your branch of the tribe of Levi would always be my priest, but I will honor those who honor me, and I will despise those who think lightly of me. Sikiliza, Biblia inasema, niliapa mimi Mungu ya kwamba hakutakosa mtu kutoka kwa jamii yako katika kiti ya utawala, lakini hiyo ikae mbali. Nimeahirisha, nitaheshimu anayeniheshimu na anayenidharau nitamdharau. Bwana Yesu apewe utukufu. Haleluya. Hii inatufundisha nini? Kumzoea Mungu. Huwa kuna cancel the covenant. When you begin to take God and deal with God lightly, without honor and respect, huwa na yeye Mungu anashusha heshima yake kwako, na kibali chake kinaisha, na ile agano alikuwa ameweka anaikatisha. Si Mungu atusaidie wapendwa, si Mungu atuneemishe katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, glory to the name of Jesus. So Mungu atuneemishe na Mungu atusaidie katika maisha haya. Tumuone Mungu maishani, tupate rehema mbele za Bwana katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Maandiko inasema, nilikuwa nimeapa ya kwamba hakutakosa mtu katika ufalme wa nyumba yako, lakini kutoka leo hiyo ninaiweka hex. Hiyo inatufundisha ya kwamba mazoea ya kuzoea Mungu huwa inafanya yale mambo Mungu alikuwa amepanga kuhusiana na maisha ya mtu yafikishwe kikomo. Situombe Mungu atusamehe kutokana na mazoea. Praise the name of the Lord. Mtu akimzoea Mungu anakuwa mtu wa kawaida. Mtu akizoea Mungu hakuna kitu hawezi akafanya, hakuna kitu hawezi akaongea. Kizazi chetu kimejaa mazoea. Actually kitu kimoja kinafanya kuwe na premature death mingi katika kizazi chetu ni kuzoea Mungu. Hapo chini maandiko yanasemaje? That one, kuna mahali Biblia inasema ya kwamba watoto wangu watakufa siku moja. Where is it? Oh, glory to God. Shakata la ba la ba ba bo shanda la 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 bo. Stand on your feet, somebody. The Bible says, verse 31,
the time is coming when I will put an end to your family, so it will no longer serve as my priest. All the members of your family will die before their time. None will reach old age. You hear this? The Bible says, your family, I will bring to an end your family. Na hakuna mtu mwingine atakuwa kuhani, na watu wako wote watakufa kabla wakati wao hujafika. Hiyo yote ni matunda ya kuzoea Mungu. Wateule, wakati tunazoea Mungu, huwa tunaanza kufa na mapema. Praise the Lord. Kuna wakati tunaweza hata kufunga mapepo ya mauti. Unasikia mazishi leo, mazishi kwa kanisa hii, mazishi kwa kanisa hili. Unasikia vile watu wanasikwa, vile watu wanakufa, na ni wapendwa, na ni wandugu, na ni wandada wameokoka. Na tunaanza kufikiria ni kifo tu ya kawaida. Kuzoea Mungu ni moja huwa inafungua mlango ya vifo za mapema kwa wateule. Bwana siku mteule hapaswi kufa ovyo ovyo. Wapendwa, kifo ya mapema moja huwa inafunguliwa mlango na kuzoea Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba familia hii yako, maana imenizoea na imenichezea, hakuna mtu ataishi siku zake. Watu wako watakufa vifo za mapema. Kuzoea Mungu huwa unaua mtu mapema. Naomba tuombe siku ya leo, umwambie Mungu, niokoe na mazoea, nisaidie nisikuzoee. Wakati wa maisha yangu Bwana, nikutumikie with fear and trembling in my heart. Verse 32. Nasikia hiyo na 31 mwisho inasema, no one of you will reach the old age. Hakuna mmoja wenu atafika uzeeni. Na si kitu kingine, ni kwa sababu ya mazoea. 32 inasema, you will watch with envy as I pour out prosperity on the people of Israel, but no members of your family will ever live out their days. Biblia inasema, utatazama kwa wivu, utaangalia kwa wivu, nikitajirisha watu wa Israeli, nikiinua majirani, nikifanikisha watu walio karibu na wewe. Utaangalia kwa wivu, unaona mtu tu ambaye alikuwa chini akinawili na kufaulu, lakini wewe unaendelea kutokomea, unaendelea kuisha, unaendelea kufilisika. Na si kwa sababu umefanya dhambi ingine, mazoea. Hii mambo yote inatajwa kwa sababu ya yale mazoea yaliyokuwa juu ya ile familia. Wanaambiwa wataangalia wana wa Israeli wakifaulu na kufanikiwa, lakini wao watapisha mapema. Mungu atusaidie na Mungu atuneemishe katika maisha haya kwa jina kuu la Yesu Kristo. That 3, those who survive will live in sadness and grief, and their children will die a violent death. Kuzoea Mungu inasema ya kwamba wachache watakao survive, si kuishi, watakao survive. Maandiko inasema watakufa, they will live in sadness na grief. Watalive in sadness and grief. Kuzoea Mungu huwa kunaleta sadness na grief, kunaleta kilio, majozi katika maisha ya mtu. Kuzoea Mungu kunaleta shida katika maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri katika maisha yetu tujiedhari na mazoea ya Mungu. Praise the Lord. Wakati unaona katika maisha yako ya wokovu unaweza fanya chochote na ujali, ni kuzoea na si mzuri, haileti faida katika maisha ya Mkristo. Kwa hivyo ni vyema umwambie Mungu akusaidie, akukomboe na mazoea.
maana mazoea inaleta sadness na grief katika maisha ya mtu. Na Biblia inasema, and to prove that what I have said will come true, I will cause your two sons, Hophni and Phinehas, to die on the same day. Mungu anamwambia ya kwamba ili ujue sipendi mazoea na ninachukizwa na mazoea, na mazoea huwa inamaliza longevity. Ili ujue haya mambo nimekuambia ni ya kweli, watoto wako watakufa siku moja. Ni kwa nini Mungu anaua watoto wa Heli siku moja? Kwa sababu ya hiyo familia kufungua mlango wa mazoea ya kuzoea Mungu. Mazoea huwa inamaliza longevity ya mtu in all areas of life. Longevity in the business, longevity in salvation, longevity in the family, longevity in the marriage, longevity in the katika zile career za mtu. Bwana tusaidie. Mstari wa 35 tunaona wakifa. The Bible says, then I will raise up a faithful priest who will serve me and do what I desire. I will establish his family, and they will be priests to my anointed kings forever. Praise the name of the living God. Kuzoea Mungu huwa kunaleta kitu inaitwa replacement. Replacement. Mungu anamwambia ya kwamba nitainua watu wengine, nitainua jamii nyingine. Wakati huo ilikuwa ni jamii ya Heli, lakini sasa Mungu anamwambia nitainua jamii nyingine. I will bless you. Sikiliza, kumzoea Mungu kunaleta replacement. Mtu anarepleziwa katika maisha. Inua mikono yako mbele za Bwana. Mwambie Bwana ni rehemu. Mwambie Bwana, mimi sitaki nikuzoee katika jina la Yesu. Kuzoea Mungu ni moja, kutozoea Mungu ni moja katika nguzo inafanya mtu akae muda mrefu. Mungu atusaidie na atuneemishe. Inua mikono yako mbele za Bwana, jiombee. Munilie Bwana, litie jina la Bwana katika jina la Yesu Kristo. Oh, shakara baba baba zaya la 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 la. Leka maganda rababo zia